halanda mashaka ndali wosa ilala wosa riyama yekendere wosa ira rima shaka taria bosa ndara mo yekendere wo rima shekendara basaira ayakandari woseketera ikandana na mosa iyandana mosekendere wo ria shaka taria sendereka rima shandari mokaria sa ayamosekendere wosa kataria bashe rikandana mama mosa ira bakoria shekandaria rizandara bokoria bashandari katarabasera rima shakatari sekendera bokaria sa rika chandara masikataria. Naenda kinyume na mkuu wa anga, naenda kinyume na mkuu wa ardhi, naenda kinyume na mkuu wa maeneo, naenda kinyume na mkuu katika vijiji, naenda kinyume na mkuu katika vitongoji na miji mikubwa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mkuu wa anga, kila mkuu wa anga anayeshikilia anga, anayeharibu watu wa Mungu, anayeharibu watu wa Mungu wasikutane na raha yao, wasikutane na maisha yenye amani, wasikutane na maisha yenye furaha, wasikutane na maisha yenye majibu. Naenda kinyume na hiyo roho ya kuzimu, naenda kinyume na hiyo roho ya mizimu katika jina la Yesu Kristo. Baba, angalia, Danieli alikuwa amefunga, Danieli akakulilia, Danieli akaomboleza, lakini raha yake, amani yake, majibu yake, uhuru wake ulishikiliwa na mkuu wa anga, ulishikiliwa na mkuu wa maeneo. Yamkini kuna mkuu wa maeneo anashikilia watu ili kesho watangetange. Yamkini kuna mkuu wa maeneo anashikilia watu ili watangetange, ili watu wazurure tu. Baba, umeniweka kama nabii wako katika eneo hili, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakomboa fahamu zao, ninakomboa akili zao. Najua wewe Roho Mtakatifu unaweza kusema na watu, ni wewe unasema nao katika ndoto, ni wewe unasema nao kwa njia ya hali ya kawaida. Baba, wasaidie watu wako, ninalia kwa ajili ya watu wako. Baba, wahurumie watu wako, sema nao Bwana, sema nao Mfalme, sema na mtu, mpeleke akavuke katika mikono ya nabii, maana unasema na kwa nabii ulimkomboa, na kwa nabii ulimuokoa, na kwa mkono wa nabii taifa liliokolewa, na kwa nabii ulimkomboa Israeli, ukamuinua Jacobo. Baba, kawainue watu wako, kaseme nao Bwana, kaseme na watu hapa Kilimanjaro, kaseme na watu kila vitongoji wanakotokea. Baba, watakaoingia mida ya saa 7, watakaoingia mida ya saa 10, watakaoingia mida saa 11, Mungu, naomba yule malaika wa kuwapokea, naomba wale malaika wa kuwasaidia, naomba wale malaika wakawe tayari. Baba, siku ya kesho ni siku muhimu mno, ni siku ambayo unasema kwa mkono wenye nguvu nitamtoa, kwa mkono wenye nguvu nitamsaidia. Nabii wangu Musa, nenda ukaseme na Farao. Majira haya ninasema na adui wa hatima ya mtu, nasema na adui wa maisha ya mtu, ambaye hataki mtu apate raha, ambaye hataki mtu apate amani. Umenituma nabii wako kwamba watu hawa ni lazima wapate raha, lakini adui anaweza kashikilia fahamu za watu na kuwanyima nafasi ya kutaka kuvuka. Baba, ninaikemea hiyo roho ya uharibifu, ninaikemea roho ya mashambulizi, ninaikemea roho ya mkanganyiko katika jina la Yesu. Ni haki ya mtu kupata raha. Unasema kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 31, basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria, likajengwa ikiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Na huyo ndio Roho Mtakatifu ninayemtuma kwa neema ulionipatia, kwa mamlaka ulionipatia. Unasema basi kanisa likapata raha na kuendelea katika Roho Mtakatifu. Baba, acha kanisa hili lipate raha, acha madhabahu ya Mamre watu wake wapate raha, acha madhabahu ya Mamre familia zetu zipate raha. Mungu, ninamtuma mjumbe wako, achilia mjumbe wako katika nafsi ya mtu, kaseme na fahamu za mtu, kaondoe akili zilizorogwa, kaondoe akili zilizopuliziwa harufu ya kichawi katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu ninakomboa maeneo, kwa damu ya Yesu ninakomboa vijiji, kwa damu ya Yesu ninakomboa mkoa wa Kilimanjaro, ninakomboa katika viunga vyovyote mtu anapotokea, ninakomboa hayo maeneo. Baba, ninaomba Mfalme Jehova, wewe ndiye ambaye unaachilia roho wako kusema na watu, wewe ndiye unaachilia roho wako kuwasaidia watu. Baba, ukaseme nao Mfalme. Hata wakati mwingine Musa alipojaribu kuwaokoa, wakamwambia wewe ni nani amekufanya kuwa
kuwa mwamuzi wetu. Wakamwambia, wewe ni nani aliyekupa nafasi ya kutupigania? Kwa sababu watu wanakuwa wamefungwa, ikabidi Musa aondoke na kukaa mbali kwa muda wa miaka 40. Baba, ninaikataa hiyo roho, ninaikataa hiyo roho hapa Kilimanjaro. Wape watu wako